Mheshimiwa Jaji Martha Mpaze, Baba Askofu Msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki Tabora, viongozi wote, waombolezaji wenzangu, nirudie tena, tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ninatoa tu shukrani kwa sababu maneno mengi atakuja kuyazungumza mkuu wa Jeshi la Polisi Afande IGP Camillus Mongosu Wambura kule Rorya wakati tunamzika ndugu yetu. Kwa hiyo niruhusu tu mimi nitoe shukrani. La kwanza, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba nitoe shukrani nyingi sana kwako kwa uongozi wako mahiri na jinsi ulivyojiandaa na mapokezi mliotuonyesha jana tulivyowasili hapa mkoani Tabora. Tunasema sisi Jeshi la Polisi asanteni sana sana. Pili, Baba Askofu Msaidizi na viongozi wote wa dini, Jeshi la Polisi tunasema asanteni sana kwa ushirikiano wenu. Asanteni sana kwa sala zenu, kwa kutunga mkono katika majonzi haya na kutufariji kwa maneno mazuri. Asanteni sana. Lakini pia niwashukuru wote wananchi wote wa mkoa wa Dodoma, wa Tabora, kwa jinsi mlivyojitoa na jinsi mlivyohudhuria kwa wingi katika ibada hii ya kumwombea ndugu yetu Richard Yabwao. Tunawashukuruni sana sana sana. Lakini pia tunasema Jeshi la Polisi tumejifunza mambo makubwa hapa Tabora. Tumejifunza thamani ya ushirikiano. Na naamini kwa waandishi wa habari mnaowaonyesha Watanzania wenzetu huko nje au mikoa mingine na duniani kote, kuna kitu kikubwa wamejifunza: ushirikiano, mahusiano mazuri. Ni jambo jema sana. Na sisi Jeshi la Polisi tunaamini, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, huu mkoa ambao sisi tumehudumu Jeshi la Polisi kwa muda mrefu tunaujua uhalifu wake ulivyokuwa. Sasa hivi umetulia. Zamani uhamisho ukitoka, mtu akikwambia kuna uhamisho, unauliza kwanza, Tabora anaenda nani? Zamani hizo. Lakini Mkuu wa Mkoa, ushirikiano ambao umeutengeneza kati ya wananchi, Jeshi la Polisi, viongozi wa dini, umeendelea kuifanya Tabora kuendelea kuwa salama na shwari. Tumejifunza. Lakini si Jeshi la Polisi tunatoa shukrani, tumejifunza thamani ya upendo. Thamani ya upendo inawakutanisha watu wengi kama hivi. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tuliotoka makao makuu tukaja hapa, tumeendelea kujifunza nini thamani ya upendo. Ndugu yetu aliyelala hapa tumemkusanyikia hivi kwa sababu alionyesha thamani ya upendo. Na sisi tukirudi majumbani mwetu, kwenye mitaa yetu, kwenye nyumba zetu za makanisa, misikiti, tuendelee kuonyesha thamani ya upendo. Lakini niseme pia, ndugu zangu, waombolezaji wenzangu, kifo kinavyotokea, kifo chochote kina funzo. Kama sio mawili matatu, mojawapo linatukumbusha kwamba lazima kila mmoja atakufa. Kwa hiyo usinyanyue mabega sana. Kuwa na upendo. Kama Bwana alivyokuwa na upendo
tumejitokeza kuja kumuombea leo. Lakini kifo kinatufundisha thamani ya unyenyekevu. Kama Bwao wangekuwa mnyenyekevu katika utendaji wake wa kazi, ni wazi kwamba tungekusanyika kwa wingi namna hii. Lakini kifo kinatukumbusha kwamba tukusanyike tuje kusikia neno la Mungu. Tumesikia heri 8 hapa, na naamini kila mmoja kuna kitu amekibeba pale. Heri wapatanishi, maana tukapatanishe huko nyumbani kwetu. Nilikuwa naongea na schoolmate wangu Father Juvenali, asante Mungu, kabla misa haijaanza. Mimi nikiwa seminari, nikiwa kiranja mkuu, alikuwa msaidizi wangu. Nikawa namwambia, unayaona duniani sasa hivi, kanisa linatakiwa lizame sana, viongozi wa dini wazame sana, turudi kwenye familia, tutengeneze watu wanaothamini upendo, wanaothamini utu, wanaokuwa wanyenyekevu, waadilifu na kadhalika. Wazazi wenzangu, turudi kwenye familia zetu, tutengeneze vitu, tutengeneze makamanda kama huyu alelala hapa. Lakini kifo kinatuambia au kinatukumbusha, nenda hudhuria, usikie watoto wanawaambia nini wazazi wao. Nimemsikiliza ule binti mdogo hapa, amesema wazazi mtulinde. Ndicho kifo kinatukumbusha, kwamba tuwalinde watoto wetu. Tumeacha kuwalinda, wanatendewa ndivyo sivyo. Lakini la mwisho, kifo cha Bwao kinatuambia tuache vita ya maneno. Inasambaratisha dunia, inasambaratisha mitaa, inasambaratisha vijiji, kata na familia. Tuache vita ya simulizi. Ndugu zangu, kifo kinatukumbusha hivyo, kwa sababu tukishasambaratika, kila mmoja akimchonganisha huyu, akijenga chuki kwa huyu, akifanya hivi, hatutakuwa na taifa lililosimama kama inavyosimama Tanzania sasa hivi, katika amani, utulivu na usalama. Mimi nimalizie hayo, niendelee kusema, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nakushukuru sana kwa ushirikiano, kwa kazi kubwa mliofanya, kwa kutuheshimisha jeshi la polisi. Sisi wenyewe hatungeweza, mmetuonyesha na tumejifunza, na tutaendelea kujifunza kwenu, na haya tuliyojifunza tutaenda kuyasambaza sehemu nyingine, ili amani iweze kuendelea kutawala ndani ya taifa letu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asanteni sana.